Na DCI mimi nawaambia, this time round kaeni kando. Kenya Police kaeni kando. GSU kaeni kando. KDF kaeni kando. Mtuachie na huyu jamaa. Je, kuna jambo ambalo viongozi wetu hawataki kulisikia kutoka kwa wananchi wa kawaida? Na kama hasira ambayo imekuwa ikijadiliwa mitandaoni sasa imehamia kwenye bunge la mwananchi, je, Kenya inaelekea kwenye mjadala mkubwa zaidi kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027? Leo nakuletea simulizi ya mwananchi mmoja ambaye alisimama katikati ya bunge la mwananchi na kutoa kauli ambazo zimewaacha wengi wakibishana. Wapo wanaomuunga mkono, wapo wanaopinga, lakini jambo moja ambalo liko wazi ni kwamba maneno yake yamezua mjadala mkubwa sana kuhusu siasa, uchaguzi wa mwaka 2027 na mustakabali wa taifa. Tazama hadi mwisho kwa sababu tutaona jinsi kauli zake zinavyohusiana na drama iliyotokea bungeni wakati wabunge walipozua gumzo kwa kelele za one term, huku mjadala wa finance bill ukiendelea. Karibu sana hapa Mizuka Media. Katika video ya kwanza, mwananchi huyu anaonekana akiwa na hisia kali sana kuhusu hisia za kisiasa nchini Kenya. Alizungumzia kuhusu nafasi ya vyombo vya uchunguzi na namna anavyoamini wananchi wanapaswa kupewa nafasi ya kutoa maoni yao kuhusu viongozi wanaowachagua. Kauli zake zilikuwa kali sana na zimezua mjadala mkubwa sana mitandaoni, huku baadhi ya watu wakisema zinaonyesha kiwango cha hasira kilichopo kwa baadhi ya wananchi, huku wengine wakitaka mjadala ufanyike kwa njia za amani na kuheshimu sheria. Swali ambalo wengi wameanza kuuliza ni hili: je, mwananchi huyu anawakilisha mawazo yake binafsi au anazungumzia hisia ambazo zipo kwa sehemu kubwa ya wananchi? Na DCI mimi nawaambia, this time round kaeni kando. Kenya Police kaeni kando. GSU kaeni kando. KDF kaeni kando. Mtuachie na huyu jamaa. Kwa sababu tukisema ati DCI waingilie hii vita, DCI mtakufa. Kwa sababu saa hii already tuko na method. Ukiua Mkenya moja, DCI anakufa na watoto wake, bibi yake, wazazi wake wanakufa. Hiyo method saa hii tuko nayo. So DCI ukijaribu kupiga mtu risasi, wewe polisi ukijaribu kupiga mtu risasi, 2027 general election utapata shida mbaya sana. Baada ya hapo, mwananchi huyu aligeukia kauli ambazo zimekuwa zikizungumziwa sana kuhusu uchaguzi wa mwaka 2027. Safari hii alimjibu Oscar Sudi kuhusu mjadala wa kura na uchaguzi. Kwa mujibu wake, wananchi ndio wenye mamlaka ya mwisho, hakuna anayepaswa kupuuza sauti ya wapiga kura. Kauli hii imekuja wakati ambapo mjadala wa uchaguzi wa mwaka 2027 unaonekana kuanza mapema kuliko kawaida. Mitandao ya kijamii imejaa mijadala ya one term, kura za mwaka 2027 na mustakabali wa siasa za Kenya. Na 2027 mtu asituambie ati watajaza kura kama zitatosha. Oscar Sudi, wacha nikwambie 2027, labda upande gari, upande Air Force One uende Dubai. Hapa Kenya ile baa yako inaitwa Timberwolf.